Pale tulipo tusimame tumwambie Mungu aliye hai, Bwana, tunakuja mbele zako. Tunahitaji sasa, Baba umekuwa ukisema nasi. Bwana, tunachukua hatua thabiti ya kuweza kutii wokovu wako. Kama umesema tutoke kwenye tabia fulani ambayo tumekuwa nayo, mitazamo mibovu ambayo tumekuwa nayo kwenye maisha, na mwelekeo wakata tamaa kwenye maisha. Wako watu ambao wamekata tamaa kwenye maisha kabisa, kwamba sijui kama naweza nikainuka tena. Nenda mbele za Bwana Mungu aliye hai. Bwana Mungu mchungaji, mfalme mtukufu, naja mbele za uso wako. Nisaidie Mungu aliye hai, ili Baba niweze kusimama katika maisha ya kwangu. Nenda mbele za Mungu aliye hai. Omba mbele za Bwana. Mwambie Mungu mchungaji, mfalme mtukufu aliye hai, nacho mbele za uso wako Bwana, na kuja mbele zako Kristo katika maisha yangu Bwana Mungu aliye hai. Na maamuzi ambayo nitayafanya hapo leo, nitafanya mchana, nitafanya usiku, nitafanya kuhusiana na biashara, nitafanya kuhusiana na kazi, nitafanya kuhusiana na familia, nitafanya kuhusiana hasa kipekee na mtazamo wa maisha ya kwangu Bwana. Naomba unisaidie. Naomba nisikauye katika kufanya maamuzi ya kuchukua hatua ya kutafuta uso wako. Omba mbele za Bwana Mungu aliye hai. Muite Mungu. Bwana Mungu, naja mbele za uso wako. Nisaidie Bwana. Nipe neema niweze kusimama. Nipe neema niweze kusonga mbele. Ikiwa umekaa kwenye mazingira ambayo Mungu anakubariki, anakufundisha, alafu naondoka, utakwenda jangwani. Utaenda ukaa kwenye hema za watu waovu, kama Lutu ambaye amechukua hatua, akaenda akakaa na Sodoma. Ilikuwa inapendeza mwanzo, na ndivyo ambavyo wameondoka wale watu. Anasema unajua sasa hivi tuko huru, tunafanya tunayotaka, tunavaa tunavyotaka, na kwenda nakotaka, na kwenda ninavyotaka. Ni sawa, kwa sababu hata Sodoma na yenyewe pia alikuwa huru, hawakuwa chini ya utawala wa Mungu aliye hai. Na hatimaye tunamuona Lutu naye anapata hasara ya mali zote alizokuwa amezichuma. Yeye ameponya nafsi yake na nafsi za binti zake wawili. Jaribu kuwaza namna ambavyo maamuzi yanayo. Unaweza kufanya maamuzi mazuri mwanzo, ukasonga mbele. Ndio maana tunashangaa inakuaje ndugu ambaye alikuwa hivi mwanzo, alikuwa moto mwanzo, alikuwa mwaminifu mwanzo, alikuwa mtii mwanzo, amefika mahali anafanya mambo ya ajabu yasiyofaa. Ambe Bwana, inakuja mbele zako Mungu, nisaidie siku ya leo. Kuna watu wengine wameamua tu kutokwenda kanisani, anasema basi naamua tu. Ni maamuzi tu amefanya. Sisemi chochote, sichukue hatua yoyote, basi ni maamuzi. Lakini naomba nikwambie wazi kwamba mwanzo hayo maamuzi yanaweza akajigamba, akaanza akajitoa sababu za kujieleza, kujitetea, ikaonekana kama ni sawa. Ni kama vile ambavyo Lutu naye pia ungemuuliza, inakuwaje umechagua bonde lote lilokuwa ni nzuri namna hii, mwenyewe ukamwacha Lutu, Abraham ndugu mjomba wako, asipata hata kipande cha hilo bonde? Anasema hapana, yeye amenipa nafasi, amenitanguliza, na nikaona lazima niwe na hekima, niwe na busara. Nimechukua mahali pazuri penye maji na manono ya kulisha mifugo ya kwangu. Alikuwa anaweza kujieleza hivyo kama mkutana naye. Sasa bahati mbaya maamuzi yake sivyo alivyokuwa anadhania. Na mara nyingi unapofika mahali penye kuwa na magomvi, unatekana kwa sababu ya ugomvi na bila kusuluhisha ile kesi, kuna maamuzi yatafanya kwenye upofu, yatakuletea hasara kubwa. Ndio maana matengenezo, kama Lutu na Abraham wangekaa pamoja wakasuluhisha, wakasema ndio tunatengana, pia tukae pamoja kwa sababu tu familia, hata kama utakwenda kaskazini au kusini, tutakuja kukutanika baadaye. Si ajabu watu wenzetu wa jirani hapa, makabila moja la Tanzania hii ambao wanakusanyika Tanzania nzima, njoo wewe kule Dar es Salaam, njoo ulioko kule Kenya, njoo ulioko kule Mbeya, njoo ulioko Arusha, njoo sijui ulioko Tanga, tukutane pamoja kama familia. Wewe unaendeleaje na ndugu mmegombana? Hapana, wanaonekana sawa, ndio wametawanyika, lakini bado kulikuwa na amani katikati yao, pamoja na ule umbali hakuwa ni tatizo. Kwa hiyo leo kwamba unapaswa kumwambia Mungu mwenye nguvu, Bwana akusaidie na atusaidie kama mtu mmoja mmoja. Kumbuka ni Lutu, baba kwa familia, kuna mke, kuna watoto. Ni familia ilikuwa inahusishwa, na wokovu ulikuwa umetanuliwa kwenda hata kwa wake zake walioposa binti za Lutu, na yeye pia walikuwa wanapewa wokovu. Lakini Lutu akawa ni kama anacheza machoni pake. Bwana tusaidie na tupe neema ya kuweza kusimama imara katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen.
Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya matoleo yako tele. Asante kwa sababu ya kutuonya hii hali ya kukawia kufanya maamuzi, lakini pia hata maamuzi ambayo tunayafanya kwenye maisha yaweze kuwa katika msingi wa neno lako. Na mjalie kila mtoto mahali hapa afanye maamuzi sahihi yaliyo bora, sio kukimbia kwa sababu ya tamaa. Na mjalie neema ya kuweza kusimama na kufanya maamuzi ya kufuata wewe Mungu mliye hai. Naomba kwa ajili ya kila kijana mahali hapa, kila baba, kila mama, na kama kanisa pia Bwana, tufanye maamuzi ambayo Mungu mwenye nguvu atuwezesha kumtafuta waliopotea, pia kutafuta utakatifu, usafi wa maisha. Na kama huduma hii Bwana, tumeamua kwamba Mungu mwenye nguvu, mfalme wa falme, yale maongozi yako, maelekezo yako ambayo natupa Mungu li hai, tutadumu nayo. Na wengine wasifurahie nayo, wasitunge mkono, wasitusifie, waseme kwamba ni sawa, lakini Bwana Mungu li hai, tunajua hizi ya kwamba mfalme mtukufu anayefanya maamuzi ya kutafuta wewe Mungu li hai, wakati unapopatikana Mungu mwenye nguvu, mfalme mtukufu, ni kama Mariamu ambaye alifanya maamuzi ya kukaa miguuni pako. Na Bwana, kila mara unapokuja kwenye familia hizi kutuokoa, kama umeenda kwenye nyumba ya Lutu kuweza kuiokoa ile familia, ni hatimaye waliokolewa Mungu ali hai ni watu kadhaa, wengine wameachwa pamoja na kupata hasara kubwa ya mifugo na mali zao. Naomba Mungu mwenye nguvu tusaidie Bwana Mungu li hai, ili kwamba kila wakati tunapofikiri kufanya maamuzi, basi tuweze kuwaza kwamba nini hasa ambacho kitatokea katika maisha ya kila mmoja wetu. Kama taifa pia tufanye maamuzi ambayo Bwana Mungu mmoja katika maisha ya kila mmoja, kila raia wa Tanzania mwenye haki ya kuwa hai na mwenye haki ya kuweza kuwepo nchini, ili kwamba aweze kunufaika na taifa lake. Asante kwa sababu naamini kwamba Bwana wewe ni Mungu mwaminifu na Mungu li hai, unafanya maajabu, unafanya kupita kawaida. Mungu li hai, tupe neema Bwana, tunapokuja neno lako Mungu, kwenye neno lako la uzima na kujifunza Bwana, tupate mafunuo, tupate ufahamu, tupate maarifa ambayo Bwana Mungu li hai tunahitaji katika maisha ya kila mmoja. Kwa jina la Yesu tunaomba Bwana, kwa ajili ya juma hili ambalo tumeanza tayari siku ya leo, na mtamgulie kila mmoja Mungu li hai, kila uhai ambao unatupa kila siku Bwana inakusudi. Naomba Mungu mwenye nguvu tupe neema ya kuweza kuheshimu na kuthamini kila hatua unayotupa ya kuwa hai duniani. Asante kwa sababu naamini kwamba Bwana umesikia na umefanya kwa utukufu lako. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen.